Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Finali kombe la CRDB Bank Federation Cup ambao tumetoka kutazama kutokea katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo mkoani Mwanza ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Azam Football Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana, hususan tumeweza kushuhudia moja ya nusu fainali ya kibabe kabisa katika michuano hii mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Bwana, kama umefurahishwa na mechi hii, hebu like video yetu, alafu twende kwenye comment section katuambie wewe, je, ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha katika mchezo huu? Fahamu tunashuhudia katika kipindi cha kwanza dakika 27 kupitia kwa Imidi Mao Mkami akipokea cross safi ya kichwa iliyopigwa na Ngita, basi Imidi Mao Mkami naye akaweza kupiga kichwa safi dakika 27 na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Azam bao la kuongoza, na mpaka half time klabu ya soka ya Azam walikuwa kifua mbele wakiongoza kwa bao 1-0. Katika kipindi cha pili tunashuhudia Young Africans wakaja na mpango kazi wa kushambulia, kwa sababu kocha alimtoa kiungo muda na kumweza kumuingiza mshambuliaji mwingine Depu, na kwa upande mwingine tunaona Yanga kaendelea kulipress lango la klabu ya soka ya Azam, na ndipo katika dakika 67 kupitia Alan Okello Starboy aliweza kupiga cross safi na Prince Dube akaweza kufunga bao safi la kichwa. Lakini tunashuhudia katika dakika 69 Azam wakaweza kupewa kadi nyekundu mara baada ya beki wao Yoro Diaby kumchezea rafu akiwa ni beki wa mwisho Prince Dube, na mwamuzi wakati akaweza kumpa kadi nyekundu. Lakini Azam wakaendelea kupush, na ndipo walipopata kona katika dakika ya 85, na kona hiyo ikaweza kuchongwa na Faisal Salum maarufu kwa jina la Feitoto, kisha Lame Kilawi mchezaji ambaye aliingia akienda kuziba pengo la Yoro Diaby. Basi kwa upande mwingine beki huyo akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Azam bao la pili, lakini hazikupita dakika nyingi, kwa sababu dakika 88 Alan Okello Starboy tena kwa mtindo ule wa cross ambao aliupiga kwa goli la Dube, ndipo ambapo alipiga tena cross, na cross hiyo kufika kwa lekipitano Bakari Ndoma Mnyeto dakika 88 na kuweza kuisawazishia klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na mpaka dakika 90 zimemalizika, basi Yanga walikuwa 2, Azam walikuwa bao 2. Kilichofuatia ni extra time, yani dakika 30, ambapo nashuhudia dakika 30 za kwanza, yani zile dakika 15 za kipindi cha kwanza, basi kwa upande mwingine timu hizi ziliweza kutoshana nguvu pasipo timu yote kupata goli. Lakini mambo yalibadilika katika kipindi cha pili, katika zile dakika 30, dakika ya 113 klabu ya soka ya Azam Football Club waliweza kupata goli kupitia mchezaji anaofahamika kwa jina la Kitambala, ambapo tunashuhudia wakati mchezaji anaofahamika kwa jina Ibrahim Baka anapiga kichwa kumrudishia golikipa wake mpira Diara, basi wakaweza kupotezana na Jafati Kitambala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Azam Football Club bao la 3. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Azam Football Club na klabu ya soka Yanga kuweza kumalizika na klabu ya soka ya Azam kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 na kuweza kutinga hatua ya fainali, na watakwenda kukutana na klabu ya soka ya Simba. Kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba ameweza kutoa neno kwa hiki ambacho kimeweza kutokea katika uwanja wa CCM Kirumba. Cha kwanza ameandika kupitia Instagram yake kwamba wamekula unyoya, akimaanisha kwamba Yanga Sports Club wameikimbia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini vile vile kupitia ukurasa rasmi wa klabu ya soka ya Simba wa Instagram nao pia wameweza kuandika hivi, wametukimbia, hapa akimaanisha kwamba Young Africans wameikimbia klabu ya soka Yanga katika mchezo wa fainali. Kwa hiyo kwa sasa fainali tutakwenda kushuhudia mzizi madabi kati ya Simba dhidi ya Azam Football Club. Tuambie kwenye comment, je, ni kweli Young Africans wameikimbia Simba ama ni matokeo ya mpira? Hebu toa maoni kwenye comment kwa jinsi ambavyo umeona Azam walivyocheza. Katika comment hapo dondosha maoni.